Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 86 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la mwaka 2016, naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka 2017, The Written Laws Miscellaneous Amendment Act 2017, sasa usomwe kwa mara ya pili na bunge lako tukufu ilijadili na hatimaye lipitishe mswada huu na kuwa sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mara nyingine, kabla ya kuwasilisha maudhui ya mswada huu, naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku uhai, kutujalia afya na kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu. Napenda pia kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutimiza na kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa. Watanzania wote ni mashahidi wa juhudi kubwa anazozifanya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kuwa nchi inaendeshwa kwa misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na uwajibikaji. Wote tunajionea mafanikio makubwa ambayo nchi yetu imeyapata katika nyanja mbalimbali katika kipindi cha uongozi wake. Namtakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yake. Aidha, pia napenda kumshukuru Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kusaidia katika shughuli yote hii na kutuongoza na kutuelekeza kwa umahiri mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue tena fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe Naibu Spika, Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wenye viti wa bunge lako tukufu, katibu wa bunge, makatibu wa kamati na watendaji wengine wa bunge kwa msaada na ushirikiano mkubwa mliotoa ambao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake ndani ya muda uliopangwa. Nalipongeza bunge kwa kuendelea kutekeleza ipasavyo wajibu wake wa kikatiba wa kutunga sheria, lakini pia kwa kuishauri na kuisimamia serikali inapotekeleza majukumu yake ya kikatiba. Kwa ujumla, napenda kuwashukuru wabunge wote kwa ushirikiano wanaoipatia wizara na serikali kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusiana na mswada uliopo mbele ya bunge lako tukufu, kwa namna ya kipekee napenda kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Katiba na Sheria chini ya Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa mbunge kwa ushirikiano mkubwa waliotupatia wakati wa kujadili mswada na maoni waliopatia serikali ambao kwa kiasi kikubwa imewezesha kuboresha maudhui ya mswada huu. Mheshimiwa Naibu Spika, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka 2017, The Written Laws Miscellaneous Amendment Act 2017, unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria 6 kwa lengo la kuimarisha mifumo ya udhibiti, uwajibikaji na kupanua wigo wa makusanyo ya kodi katika sekta ya madini na petroli. Marekebisho haya pia yanakusudia kuleta uwiano kati ya sheria zinazorekebishwa na sheria zilizopo. Aidha, marekebisho katika sheria za kodi na bima yanalenga kupanua wigo wa ukusanyaji wa mapato yanayohusiana na sekta ya madini na bima. Mheshimiwa Naibu Spika, chimbuko la mswada huu ni mapendekezo ya kamati mbalimbali ambazo katika nyakati tofauti zimeundwa na serikali ili kuchunguza vitendo vya ubadhirifu na udanganyifu kwa baadhi ya makampuni yanayojishughulisha na uchimbaji na biashara ya madini. Kamati hizo ni pamoja na kamati maalum ya pili ambayo pamoja na mambo mengine ilibainisha upungufu ufuatao katika mfumo wa kisheria wa usimamizi wa sekta ya madini. Sheria ya madini ya mwaka 2010 kutotambua mamlaka ya umiliki wa mali asili za madini nchini. B, kutokuwepo kwa masharti yanayoelezea bayana ushiriki wa serikali na Watanzania kwenye sekta ya madini. C, udhaifu mkubwa katika usimamizi wa sheria ya madini. D, matumizi yasiyo na tija kwa taifa ya madaraka ya waziri na kamishna wa madini. E, usimamizi dhaifu wa biashara ya uuzaji na usafirishaji wa madini makinikia nje ya nchi. F, udanganyifu wa kibiashara na ukwepaji wa kodi. G, ukwepaji wa kodi ya mapato kwa njia ya udanganyifu wa bei ya bidhaa au huduma. H, upandishaji wa gharama za uendeshaji wa migodi. I, kutokusanywa kikamilifu kwa mrahaba wa serikali. J, uhamishaji haramu wa fedha nje ya nchi. K, misamaha ya kodi isiyo na manufaa kwa taifa. L, mikataba ya uchimbaji wa madini isiyo na manufaa kwa nchi. Na M, usimamizi dhaifu wa maeneo ya migodi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia upungufu huo, mswada huu pamoja na mambo mengine unakusudia kubadilisha vifungu vya sheria kwa kufuta baadhi ya vifungu vya sheria mbalimbali kama zilivyobainishwa hapa chini na kuviandika upya, kufuta baadhi ya maneno kwenye vifungu vya sheria hizo, kuingiza maneno mapya na kuongeza vifungu vipya. Mheshimiwa Naibu Spika, sheria zinazopendekezwa kurekebishwa kupitia mswada huu ni kama ifuatayo. Sheria ya madini sura ya 123, The Mining Act Cap 123. Sheria ya petroli sura ya 392, The Petroleum Act Cap 392. Sheria ya kodi ya mapato sura ya 332, The Income Tax Act Cap 332. Sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148, The Value Added Tax Act Cap 148. Sheria ya bima sura ya 394, The Insurance Act Cap 394. Sheria ya usimamizi wa kodi sura ya 438, The Tax Administration Act Cap 438. Mheshimiwa Naibu Spika,
Mswada huu umegawanyika katika sehemu kuu 7. Sehemu ya kwanza inaainisha masharti ya utangulizi, ikiwa ni pamoja na jina la sheria inayopendekezwa na tamko la marekebisho ya sheria mbalimbali zinazokusudiwa kufanyiwa marekebisho kupitia mswada huu. Mheshimiwa Spika, sehemu ya pili na ya tatu zinapendekeza kufanya marekebisho. Naibu Spika, sehemu ya pili na ya tatu zinapendekeza kufanya marekebisho katika sheria za madini 2010, the Mining Act 2010, sheria ya petroli 2015, na malengo ya marekebisho ni kuweka masharti yatakayowezesha wananchi na taifa kuweza kunufaika na maliasili ya madini, petroli na gesi asilia. Ili kuwezesha kuwepo kwa manufaa haya, mswada unapendekeza mambo yafuatayo: A, kutambua na kuweka umiliki wa madini, petroli na gesi asilia kwa wananchi chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa niaba ya wananchi. Rejea ibara ya 5 ya mswada. Sheria ilivyo sasa inaweka umiliki wa madini kwa serikali, lakini bila kuathiri masharti ya mikataba. Maana yake ni kwamba kwa sasa mikataba ya madini ina nguvu zaidi ya sheria za nchi, na hivyo kuhamishia umiliki wa madini kwa wawekezaji. B, kutambua haki na dhamana ya serikali, yani government lien, juu ya usimamizi wa bidhaa zote na masalia zinazotokana na uchimbaji na uchakachaji na uchenguaji wa madini. Rejea ibara ya 5A. Sababu ya kifungu hiki ni kuipa serikali umiliki na mamlaka ya usimamizi wa mazao yote yanayopatikana katika uchimbaji, uchakataji na uchenjuaji wa madini, ikiwa ni pamoja na makinikia. C, kutambua haki na dhamana ya serikali juu ya makinikia na kuweka utaratibu wa kuyahifadhi sehemu maalum migodini chini ya uangalizi wa serikali. Rejea kifungu cha 100D kubwa. Aidha, kupitia kifungu hiki makinikia hayataondolewa nchini bila kufanyiwa uchunguzi na kupata thamani halisi kabla ya kuchenjuliwa, na uchenjuaji utafanyika nchini. Kuanzia sasa makinikia hayatauzwa nje ya nchi, yatauzwa kwenda kwa mchenjuaji ndani ya nchi, yakiwa ni bidhaa ambayo itatozwa kodi. D, kutambua na kuweka chini ya uangalizi wa serikali maeneo yote ya uchimbaji wa madini kwa lengo la kuweka ulinzi na usimamizi madhubuti wa maeneo hayo. Rejea kifungu cha 5A kubwa. Kifungu hicho kitasaidia: 1, kuwepo kwa ulinzi mahususi wa maeneo yote ya uchimbaji wa madini; 2, kuwepo kwa utaratibu wa serikali kufanya ukaguzi na udhibiti wa usafirishaji wa madini; 3, kuipa serikali uwezo wa kudhibiti na kutambua viwango vya madini yote yanayotolewa kwenye maeneo ya migodi; na 4, serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kutoa ulinzi wa maeneo ya migodi. Kutambua haki ya ushiriki wa serikali, yani government participation au state participation, katika shughuli zote za uchimbaji, uchakataji na uchenjuaji wa madini na ununuzi wa hisa katika makampuni ya kuchimba madini. Rejea kifungu cha 10. Inapendekezwa kufuta kifungu cha 10 cha sheria ya madini ya 2010 na kuweka kifungu kipya cha state participation kinachoipa serikali: 1, ushiriki wa asilimia zisipungua 16, yani 16% undilutable carried interest; 2, uwezo wa kuongeza ushiriki mpaka asilimia 50 kwa kuangalia thamani ya gharama ambazo serikali inatumia katika vivutio vya uwekezaji na kodi alivyopewa mwekezaji. F, kuondoa utaratibu wa sasa wa mikataba ya uendeshaji wa madini na kuweka msingi utakaowezesha serikali kufanya majadiliano na wawekezaji katika sekta ya madini kwa lengo la kupitia upya baadhi ya masharti kwenye mikataba iliyokushafanyika ambayo kwa uwazi au kwa taathira yake yameathiri maslahi ya nchi. Rejea ibara ya 10 inayofuta na kubadili kifungu cha 11 na kifungu cha 12 cha sheria ya sasa. G, kufanyia mapitio madaraka ya waziri na kamishina wa madini kwa lengo la kupunguza baadhi ya majukumu na madaraka yao na kuhamishia madaraka hayo kwa kamisheni ya madini. Rejea sehemu mpya ya 3 yenye vifungu vipya vya 19 hadi 29. H, kuunda na kuainisha majukumu ya kamisheni ya madini. Rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 20 na 21. Kamisheni inayopendekezwa kuanzisha itakuwa na jumla ya makamishina 9. 3 kati yao wakiwemo mwenyekiti watakuwa wa kudumu, yani full time commissioners, na watashirikiana na mtendaji mkuu kutekeleza majukumu ya kamisheni yao ya kila siku. Makamishina wengine watakuwa wa muda na watakutana katika vikao maalum vya kamisheni kwa ajili ya kufanya maamuzi ya msingi na kufuatilia utekelezaji wake. Makamishina wa muda watateuliwa kutokana na nafasi zao, ambao ni katibu mkuu hazina, katibu mkuu TAMISEMI, naibu mwanasheria mkuu wa serikali na katibu mkuu ulinzi na katibu mkuu ardhi. Kamisheni inayopendekezwa kuunda itachukua sehemu kubwa ya majukumu ya kamishina wa madini kwa sasa. Majukumu hayo ni pamoja na kutoa, kuhuisha au pale itakapolazimika kufuta leseni zote zinazotolewa kwa mujibu wa sheria ya madini, kusimamia shughuli za madini ikiwa ni pamoja na kufanya ukaguzi maeneo ya migodi na kadhalika.
Marekebisho yanayopendekezwa pia yanahamisha majukumu yote yaliyokuwa yakitekelezwa na TMAA na kuwekwa chini ya kamisheni, na kwa msingi huo TMAA inafutwa. Kuweka masharti yanayokusudia kuzuia watu kufanya biashara ya udalali wa leseni mbalimbali zinazotolewa kwa mujibu wa sheria ya madini. Kwa mujibu wa marekebisho yanayopendekezwa, mmiliki wa leseni hataruhusiwa kuhamisha umiliki wa leseni kabla hajafanya uendelezaji katika kitalu husika. Aidha, baada ya kumalizika muda wake, leseni itahuishwa kwa kipindi kimoja tu. Baada ya hapo, umiliki wa kitalu husika utarejeshwa serikalini. Kuweka masharti yatakayowezesha kuanzishwa kwa vyombo mbalimbali vitakavyohusika katika shughuli za madini kwa niaba ya serikali. Vyombo hivyo ni pamoja na: moja, hifadhi ya dhahabu na vito chini ya benki kuu, yani the establishment of the National Gold and the Gemstone Reserve, rejea ibara ya 27 C kubwa. 2, maeneo maalum ya masoko ya dhahabu na vito, yani gem and mineral houses, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 27 B kubwa. 3, magara ya serikali ya kuhifadhi madini, yani government mineral warehouses, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 27 D. Na hapa nieleze kwamba hii government mineral warehouse maana yake ni benki kuu ya Tanzania. 4, kanzidata ya taifa ya rasilimali za madini, yani the National Mineral Resources Data Bank, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 27 E kubwa. 5, mfumo mahususi wa kukusanya na kuhifadhi taarifa zote za shughuli za madini, yani mining cadastre, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 27 F kubwa. Kuunda nafasi ya mtendaji mkuu wa kamisheni ya madini na kuainisha majukumu yake, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 26. Kuimarisha mfumo wa udhibiti na usimamizi wa shughuli za uzalishaji, uchenjuaji, usafirishaji na kadhalika wa madini na bidhaa nyingine zitokanazo na shughuli za madini katika maeneo ya migodi, na kuzuia uuzaji na usafirishaji wa madini ambayo hayajaongezewa thamani. Na kuweka utaratibu kwa wanaojihusisha na uchimbaji wa madini kutoa ahadi ya uadilifu, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 106. Kuweka utaratibu wa ushiriki wa wazawa na mafunzo na mfumo utakaosaidia kuhamisha teknolojia ya uchimbaji wa madini kwenda kwa Watanzania, yani local content, rejea vifungu vipya vinavyopendekezwa vya 102, 103 na 104. Kufanya wajibu wa kijamii, yani corporate social responsibility, kuwa lazima kisheria na wananchi kushiriki kwa kupanga wakishirikiana na halmashauri zao za serikali za mitaa, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 105. Kuweka utaratibu bora wa kulinda mazingira kwenye shughuli za madini, rejea sehemu mpya ya 7, rejea kifungu kipya kinachopendekezwa cha 107 hadi 118. Kuweka misingi itakayotumika katika mikataba ya utafutaji na uendelezaji wa mafuta na gesi asilia, hicho ni kifungu cha 47 cha sheria ya petroli. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya 4 ya mswada inapendekeza marekebisho ya sheria ya kodi ya mapato sura ya 332, yani the Income Tax Cap 332. Inapendekezwa kufanya marekebisho katika kifungu cha 8 na jedwali la kwanza la sheria ya kodi ya mapato ili kujumuisha kama sehemu ya mapato ya biashara faida yoyote inayopatikana kutokana na uhamishaji wa jukumu la kulipa kodi kupitia mikataba mbalimbali. Aidha, sehemu hii inapendekeza kurekebisha vifungu vya 65M kubwa na 65N kubwa kwa lengo la kuondoa mianya ya upotevu wa mapato kutokana na kutoainisha sheria ya kodi ya mapato na mifumo iliyopo chini ya mikataba ya mafuta na gesi. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya 5 ya mswada inapendekeza kufanya marekebisho katika sheria ya bima sura ya 394, the Insurance Act Cap 394. Marekebisho yanayopendekezwa katika sheria hii yanalenga kumpatia nguvu za kisheria kamishna wa mamlaka ya udhibiti wa sekta ya bima, yani Tanzania Insurance Regulatory Authority, kuainisha viwango vya chini vya ada ya bima, yani premium, kwa aina mbalimbali za bima zitolewazo na makampuni ya bima. Marekebisho haya yanakusudiwa kuondoa utaratibu wa sasa ambapo kila wakala wa bima hujipangia kiwango cha ada anachotaka.
Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na marekebisho katika kifungu cha 72 inapendekezwa kufutwa kwa kifungu cha 134 na 137 na kuboresha masharti ya kifungu cha 133 ili kuondoa kasoro zilizopo sasa katika mfumo wa ukusanyaji wa ada ya bima, yani premium, kupitia kwa mawakala wa bima. Kwa mujibu wa marekebisho yanayopendekezwa, bidhaa zote zitakazoingizwa nchini zitakatiwa bima na makampuni ya bima ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya 6 ya mswada inapendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha 3 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya usimamizi wa kodi sura ya 438 The Tax Administration Act Cap 438 ili kurekebisha tafsiri ya kodi kwa lengo la kutambua kodi inayotokana na ongezeko la faida. Aidha, inapendekezwa kurekebisha kifungu cha 54 kifungu kidogo cha kwanza ili kuongeza aya ndogo ya I kwa lengo la kubainisha tarehe ya kulipa kodi inayotokana na ongezeko la faida. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya 7 ya mswada inapendekeza kurekebisha sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 The Value Added Tax Cap 148. Inapendekezwa kurekebisha kifungu cha 68 cha sheria hiyo ili kuondoa input tax credit kwa yeyote anayesafirisha madini ghafi na mazao ghafi nje ya nchi. Lengo ni kuhamasisha uanzishwaji wa viwanda vya kuboresha madini hapa nchini na kuongeza thamani ya bidhaa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyoeleza hapo awali, jedwali la marekebisho ya mswada huu unakusudiwa kufanya marekebisho katika sehemu mbalimbali za mswada kwa kuzingatia maoni ya wadau na kamati ya Bunge iliyojadili mswada huu. Mheshimiwa Naibu Spika, mswada huu unalenga kuleta mapinduzi makubwa katika kulinda rasilimali za madini na gesi asilia. Mswada huu unalenga kuboresha usimamizi wa madini na gesi asilia ili kuhakikisha kuwa yanakuwa na manufaa kwa Watanzania. Aidha, marekebisho haya ya sheria yanalenga kuimarisha ukusanyaji wa kodi na kuongezea serikali mapato kutoka katika sekta ya madini na gesi asilia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwa mara nyingine tena kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa George Mcheche Masaju kwa ushauri na msaada ambao yeye binafsi amenipatia katika majadiliano kwenye kamati za kudumu za Bunge na hatua mbalimbali za maandalizi ya mswada huu. Kwa namna ya pekee natoa shukurani kwa timu ya waandishi wa sheria ambao wametoa msaada mkubwa katika kamati ya kudumu ya Bunge na maandalizi ya jedwali la marekebisho. Mwisho lakini sio kwa umuhimu wake, na washukuru sana wajumbe wa kamati maalum iliyoteuliwa na Mheshimiwa Rais ambao waliandaa mswada huu na kushiriki katika hatua zote za majadiliano baraza la mawaziri na kamati mbalimbali za serikali na baadaye majadiliano kwenye kamati za kudumu za Bunge wakati wa maandalizi yake. Mheshimiwa Naibu Spika, yako mambo ambayo katika taifa inabidi yafanyike kwa wakati huo mwafaka, na ningependa hapa ni mnukuu William Shakespeare katika kitabu cha Julius Caesar anaposema, "There is a tide in the affairs of men which taken at the flood leads on to fortune. Omitted, all the journey of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves or lose our ventures." William Shakespeare, Julius Caesar. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo haya, ninaomba bunge lako tukufu kujadili mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2017, The Written Laws Miscellaneous Amendment Act 2017, kisha kuupitisha ili endapo Mheshimiwa Rais ataridhia kwa kuweka sahihi uwe sehemu ya sheria za nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Tutaendelea na utaratibu wetu. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.